I give once again all honor, all glory, and all thanks to our God, the Almighty God, the creator of the whole universe. You can translate. Can you translate? Have you heard me speaking? Yes, I'm ready to translate. Yeah, you want to translate, or should I continue? You will translate, or should I continue in English? Please confirm me. You're welcome. I will translate. Okay, please translate what I spoke. I give all honor, all glory, and all thanks to Almighty God, God the creator of the whole universe. Ninamshukuru Mungu, Mungu wa mbingu, Mungu wa nchi, aliyetuumba na kutuweka hai. As I was talking in my previous session, that the whole universe is created and the earth planet is one among all those planets, but the life is only in this earth planet which God has created, and we all human beings are dwelling in this earth planet, which is one of the planet, a small planet as compared to all other planets in the earth, in the universe. Kama nilivyotangulia kusema kwamba yeye ndiye Mungu muumba mbingu na nchi, na ameiweka sayari hii dunia ni dunia pekee yenye uhai ambayo ameweka wanadamu, aliwaumba mwenyewe, na sayari hii ni ndogo kuliko sayari zingine ambazo zinaweza zikatajwa katika and I was mentioning that if God has not discriminated between the human being, whether we human are dwelling either in African continent or in American continent or in Asian continent or in Australian continent, whatever it may be, maybe we are from a different ethnic group, but we all have same anatomy of the body and same physiology system of the body. Haleluya. Kama alivyotangulia kusema kwamba kama Mungu alivyotuumba katika ulimwengu huu, ingawaje tunaweza tukawa katika maeneo tofauti. Mungu aliyetuumba, wengine tuko Afrika, wengine wako katika mabara tofauti ya nchi, lakini uumbaji wake alivyotuumba wanadamu, sote ni mmoja. Tuna asili moja katika nafsi, katika roho zetu na miili yetu. Hatuna tofauti. Yeye ndiye aliyetuumba. Haleluya. So the same anatomy of the body, in the sense, all of you, whether you are from different countries of Africa or any other person or from America, and white looking or the dark looking or the brown looking, everybody has same anatomy and the same physiology. The anatomy means you also have 32 teeth. I also have 32 teeth. I cannot say that I am a scientist, I should have bigger teeth, I should have 40 teeth. I cannot say that. You also have 5 fingers in your one hand, 5 fingers in your another hand. Same way, I also have 5 fingers and 5 fingers in both the hands. And all the bone structures, whether it is the chest bone, the chest ribs, or whether it is the leg bone, the femur bones, everything are all same for all people living in different parts of this earth planet. Haleluya. Tumeumbwa kwa namna tofauti na kwa namna ile moja. Tuna hisia zile kama wanadamu katika ulimwengu huu, bila kujali kwamba tuko Afrika, wengine wako Ulaya, wengine wako India, kila mahali ambapo Mungu amekuweka. Anapozungumza kwamba tumeumbwa katika hali moja, akimaanisha kwamba
hisia, mawazo, hata idadi ya meno ni ile ile idadi ya vidole katika mikono. Mkono wa kulia vidole hivyo vitano, mkono wa kushoto vidole hivyo vitano, hata idadi ya mifupa ndani ya vifua vyetu iko sawa. Kwa hiyo tumeumbwa katika hali moja ile ile katika ulimwengu mzima. So God of love and Hallelujah. God of peace has not discriminated, while creating human being. All have same anatomy. And the second, the same physiology. Same physiology in the sense all the digestive system, all blood circulation system, all excretory system of the body, everything is same for the people of Africa, for the people of America, for the people of Asia, and people of Australia. All continent people have same physiology system. The blood color of everyone are the same, red color for everyone. Because God has not discriminated among the people. Yes, you translate. Please translate. Yeah, you can translate. Have you heard me? Yes, somehow we had a scratch. You could not hear? Yes, we had a scratch on the internet. Can you come back? Okay. So the same physiology means all human beings, whether from Africa, America, Asia, Australia, all continent, same physiology system. That means our digestive system is same, our blood circulatory system is same, our excretory system is same. Blood color for every human being are same, that is red color. Haleluya. Ni kwamba jinsi Mungu alivyotuumba pamoja na mgawanyo wa kwamba wengine tuko Afrika, wengine wako Marekani, wengine wako katika nchi tofauti tofauti ambako wako, lakini namna ile ya uumbaji wa asili yetu ni ile ile. Kila mwanadamu katika ulimwengu huu damu yake ni nyekundu vile vile. Mfumo wa chakula ndani ya utumbo lako uko vile vile katika dunia nzima kwa kila mmoja, mfumo wa moyo, mfumo wa pafu na kila kitu ambacho unaweza kukiona kwa mwanadamu kama ulivyo, ndivyo na wengine wote katika ulimwengu. Mungu alivyotuumba tuko mmoja, tunafanana. Hallelujah. Glory to God. So that shows God has not discriminated among people. All same anatomy, same physiology. It is we human beings are only dividing. People all have blood color red, but we divide, denominations, we divide boundaries. Human beings are, having different color of the flags of their country. It is all political boundaries, not done by the God. God has made everyone in equality. Glory to God. Hallelujah. Amesema sote tumeumbwa katika usawa. Hakuweka mgawanyo wowote kati ya mwanadamu na mwanadamu. Hii mipaka tunaweza kuiona ya kwamba nchi hii ni nchi fulani. Hii ni mipaka ya kisiasa, ni mipaka ya kibinadamu ambayo imeweka, lakini katika hali ya uumbaji wa muonekano na namna mwanadamu alivyo, Mungu hakutuwekea tofauti yoyote. Yeye ndiye aliyetuumba katika hali ya umoja. Hallelujah. So human being has divided themselves, they have made the boundaries by themselves. It is not the God. God of love and God of peace has made all humanity with the same parameter of the same anatomy and of the same physiology. So let us have the peace in our heart and mind for all human beings, whichever country they belongs to or whichever ethnic background they belongs to. Huu mgawanyo ambao huko tunaweza kuona ni mgawanyo ambao wanadamu wenyewe tumejiwekea, mgawanyo wa kisiasa na mgawanyo wa maeneo ambayo tunayakaa. Lakini namna ile Mungu alivyotuumba, ametuumba kama dunia, tuwe wamoja, tuwe na nia moja, tukae katika hali ya umoja, tuwe na namna ile ile. Ndio maana
hakuweka mgawanyo wa muonekano kwamba huyo aonekane katika sura tofauti, ingawaje tunaweza tukawa tofauti katika sura za rangi, lakini ule ubinadamu kwetu alioweka ndani yetu wote uko sawa. Whether the boundaries are man-made or whether the denominations are all man-made or the religions are all man-made, not made by God. Mgawanyo tumeweka sisi wanadamu, labda ni mgawanyo kama wa mahali tunapokaa au nchi tunazoishi, au wakati mwingine wa madhehebu na dini tulizonazo. Huo ni mgawanyo wa sisi wenyewe wanadamu, ndio tumejiwekea mgawanyo ambao si Mungu aliyoweka. Haleluya. The one and only one creator of the whole universe, he is the God of love and God of peace. Mungu aliyetuumba na akatuweka hai ni Mungu ambaye ni mmoja, na ni Mungu wa amani, na ni Mungu wa upendo. Glory to God. Hallelujah. Even if we read Bible, or if we read Quran, or if we read the Hindu mythology, their books, everywhere it is written about the peace. When Jesus was born on this earth planet, the angels of God were singing the song, and they were singing that let the peace be on this earth. Peace has come on this earth planet. Glory to God. Hata ukisoma Biblia au ukisoma Qurani au ukisoma kitabu cha Kihindu kinachozungumzia habari ya Mungu, Mungu anatajwa kila mahali kama ni Mungu mmoja, na Mungu ni wa upendo, na Mungu ni wa amani. Hata siku ile Yesu Kristo amezaliwa, malaika waliimba na kumsifu Mungu wakisema amani imekuja, furaha imekuja, na upendo umetujilia walimwengu. Hallelujah. In Bible, it is written in the book of Hebrew, 12th chapter, 14th verse. Book of Hebrew, 12th chapter, 14th verse, which says, follow peace with all men, without which no man shall see the Lord. That says, follow peace with all the men, without which no one shall see the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tukisoma hata katika Biblia inaeleza katika Ibrania sura ya 12 mstari wa 14. Anasema, Ibrania sura ya 12 mstari wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo neno hili likitaja juu ya Mungu anayetueleza kuwa na amani na watu wote. Hallelujah. So the main point is, even the Bible says follow peace with all the men. That means follow peace with the men, those who are in your neighborhood. Bible is also teaching about love your neighbor as you love yourself. That means the Bible is teaching us to maintain peace and love and harmony with your next door neighbor, also with your neighborhood, neighboring village, neighboring town, neighboring state, and neighboring country. That is the biblical teaching. The same way, Quran, those who are following Quran, is also teaching very similar to that. Let the peace be upon God. Glory to God. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Hallelujah. Biblia inazungumza juu ya amani. Hallelujah. Kwamba Biblia
inavyotaja inataka tuifuate amani kama tulivyosoma katika Ibrania, lakini Biblia hata ukisoma katika kitabu cha Qurani bado inahimiza kwamba tuifuate amani, tutafute amani. Yako maandiko au maelezo yanayotaja kwa njia hiyo kwamba Mungu ametuumba katika hali ya kukaa katika amani. Kinachotuwekea tofauti ni mipaka hii wanadamu ambayo sisi wenyewe tumeiweka. And Hallelujah. even the Hindu mythology, they are always chanting, about the Om Santi, they say. They are talking about peace. So the main point which I would like to mention here, that with all ethnic group and all religious group, though they are man-made, but then all religious books are talking about the peace on this earth planet, peace and harmony among every human being between their neighborhood, neighboring country, neighboring district, neighboring state. Glory to God. Hallelujah. Nasema hata katika kitabu cha Wahindu kinaeleza maneno yale yale kutaja juu ya amani, na inaeleza juu ya amani ya juu ya kati ya mmoja na mwingine, lakini kwa asili jinsi Mungu alivyotuumba na akatuwekea kwamba tuwe na amani kati yetu sisi wenyewe na majirani zetu, na majirani nchi kwa nchi, na majirani jamaa kwa jamaa, na majirani familia kwa familia. Na ndiyo hiyo nia Mungu anayeelekeza, na kwa ujumla ndivyo maandiko au maandishi mengine ya vitabu yanavyoeleza ambacho Mungu anahitaji tuende nacho leo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. So ultimately, if at all we want a nation to develop, a nation to prosper, then whether the prime minister or the president of any country, they will be, proclaiming the gospel of peace among their own countrymen. Gospel of peace is very, very important in every country to make their country strong nation and sustainable developed. Hallelujah. Katika nchi zote ama nchi yoyote ile ambayo inahitaji kuona amani, tena amani ya kweli, amani ya utulivu ambayo italeta maendeleo katika nchi, inahitaji kuikubali amani. Na amani inayoweza kuweka utulivu ni injili ya amani ambayo Mungu anatuhimiza tuweze kuwaelekeza watu wetu na nchi yote tunayoiongoza ikaikubali na kuipokea injili ya amani. Hallelujah. Yes. It is for we people, the global citizen of this earth planet, should understand the principle of God, the God of love and God of peace, and to maintain peace and harmony among all the human beings, whether they belong to any ethnic group. It is the fundamental duty of every global citizen. Hallelujah. Ni juu yetu sisi kama wakaaji wa ulimwengu kuzitambua na kuzijua kanuni au taratibu za Mungu alizoziweka kwa ajili ya kuileta amani katika ulimwengu huu tunaoishi. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani, lakini katika utaratibu au kanuni zile ambazo Mungu ametuelekeza tuweze kutembea nazo. Hallelujah. Glory to God. Because of the time constraint, I am not going to teach you now in this limited time about the deeper truth, about the deeper theology of Christianity and the theology of Islam and the theology of Hindu. I'm not going to teach that, but we have many videos, teachings are there. You can Google and you can find out about the gospel of peace in the YouTube, or just write my name, Professor Madhu Krishan. You will be able to see so many videos teaching on the global peace. Hallelujah. Kwa sababu ya muda tulionao ni mchache, sitaingia kwa ndani sana kukufundisha theolojia ya Biblia inavyoeleza au theolojia ya Kiislamu, Qur'ani inavyoenda au Kihindu, lakini nitapenda kuona kama kila mtu anaweza kuielewa amani tunayohubiri.
Na ukipenda kujua zaidi sana kwa undani, nenda kwenye mtandao, Google, ita kwa jina langu, andika Dr. Christian Mazu. Ziko video nyingi ambazo unaweza ukazitumia kujifunza na kusikia ni kitu gani nazungumza kulingana na amani ndani ya theolojia, kibiblia, ama katika Uislamu, ama katika Kihindu. Utaweza kupata mahali pale na kuzipata hizo. Hallelujah. Glory to God. If you want to study the comparative studies between Islam and Christianity, there are video teachings which I have given you, given lots and lots of teaching on that topic. You can go through those video teaching and you can grow up in your spiritual life. Also, comparative study between Hinduism and the Christianity, you can learn so many facts, so many deeper truths. And then once you learn that, then there will be no conflict. There will be no dispute between all the religious groups. Yes. Hallelujah. Kama ungependa kujua tofauti zilizomo za kitheolojia ndani ya Ukristo, ndani ya Uislamu au ndani ya Uhindu, na ungependa kujifunza zaidi sana, patia hizo video kwenye mtandao na utaweza kuzipata, kwa sababu hazipingani wala hazivutani na hazina ugomvi ndani yake. Lakini kwa kadiri unavyojifunza utaweza kuelewa kwamba Mungu alikuwa anahitaji amani kwa sisi wakaazi wa dunia hii. Hallelujah. We all human beings, we all global citizens have to understand this fact, understand this truth, that God of love, God of peace, who is the creator of we all human beings, has not discriminated between we all people. So if we hate somebody, some human being, some of our fellow global citizen on the basis of their race, on the basis of their ethnic background, then it is not acceptable even by any religious or theological book also. Hallelujah. Ukipenda kwamba Injili, amani ambayo Mungu anahitaji kwa ulimwengu, kwetu sisi wakazi wa dunia hii, utaweza kujua kwamba katika kila eneo, ama kwa Ukristo, ama kwa Uislamu, ama kwa Uhindu, Mungu alihitaji tuwe na amani. Hakuna jinsi vyote zinavyovutana. Ni sisi tu huku katika kujiona au kujitambua ndio tunajiwekea tofauti, lakini zote zinazungumza amani katika nia ya Mungu kwa wanadamu sisi tulivyo. Hallelujah. So we have to respect all our fellow global citizens, fellow neighbors. Bible is also teaching that love your neighbor as you love yourself. Our neighbor can be of any ethnic background. Bible is teaching love your neighbor, that's all. The Bible is not discriminating that love your neighbor, those who are only follower of Jesus. No, it is not like that. Anyone who are in your neighborhood, in your neighboring house, in your neighboring village, in your neighboring town, we have to love them. That is the biblical mandate. That is the biblical truth and the biblical principle. Hallelujah. Biblia haiweki tofauti, maana inasema mpende jirani yako kama unavyojipenda. Anaposema mpende jirani yako, hasemi mpende jirani yako anayemfuata Yesu au anayemwamini Yesu. Anasema mpende jirani yako ambaye ni jirani yako hapo unapokaa, ni jirani yako katika kazi, kwa kazi unakofanya, ni jirani yako mjini kule unakokwenda, au ni jirani yako popote utakapokuwako. Mungu haweki mgawanyo hata ndani ya Ukristo kwamba uwapende majirani zako tu wa namna yako. Hallelujah. So God is teaching of only love and peace, uniting, as just now we have read in the book of Hebrew, 12th chapter, follow peace with every man, without which we cannot enter into the heaven. That is a biblical principle, and that is also mentioned in Quran. Glory to God. And in Hindu mythology also. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inapotaja katika Waebrania, anataka tuifuate amani na tuitafute amani kwa bidii. Na
ameeleza hapo kwamba bila kuwa na amani hatuwezi kuingia katika ufalme wake Mungu. Na kwa kuwa amehimiza hivyo, kama vile katika na vitabu vingine, anahitaji tuishi kwa amani, na ndio maana tunahubiri amani na kuizungumza amani kila mahali ambapo walimwengu sisi tuko. Hallelujah. As just now I mentioned some few verses from Bible. Many people may not be aware of the truth of the fact that in Quran they have given, the Holy Quran, they have given one full chapter about Mary, the mother of Jesus, Virgin Mary. The full chapter is there in Quran. So if someone hate, other religious people, they have to understand their own theological book is not allowing them to hate others, because one full chapter about Maryam, about the birth of Jesus Christ, is in Holy Quran. Hallelujah. Nasema hata kwa Waislamu wamepewa ndani ya kitabu chao cha Qurani sura nzima, sura inayozungumzia Mariamu, na hii sura ikimaanisha kwamba Mungu anataka tuwe wamoja, kama vile ambavyo wengine hawajui kwamba hata huo Uislamu unataja kwa habari ya Mariamu, huyo mama yake Yesu. Kwa hiyo vile ambavyo Yesu amehubiri amani, ndivyo na Qurani inavyokipokea kile kitabu au ile sura iliyoandikwa ndani ya Qurani. Hallelujah. Also, the fact, the truth which many people are not aware of, in Quran, the name of Jesus Christ is appearing more than 25 times. I repeat, name of Jesus Christ in Holy Quran is appearing more than 25 times. But the name of Muhammad, the Prophet Muhammad, is written only 4 times, which shows they have love and affection. People of Islam love Jesus, love Maryam, love the principle of peace and harmony taught by Jesus Christ. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kitu ambacho watu wengi hawajui kwamba hata jina la Yesu ndani ya Qurani limetajwa mara 25, mara 25, wakati jina Muhammad limeandikwa mara 4 tu katika kitabu cha Qurani. Hivyo kuonyesha kwamba kanuni za Yesu mlete amani duniani, ambaye malaika waliimba kumpokea Yesu aliyeleta amani, wanataka Mariamu kukubali kwamba huyo ndiye mhubiri wa amani aliyeruhusiwa kuhubiri amani kwa wakazi wa ulimwengu huu. That shows the period of Muhammad, the prophet Muhammad, who was born around 550 AD after Jesus Christ, so they have no problem to write the name of Jesus more than 25 times in Quran and writing the name of Prophet Muhammad only 4 times. That shows they are in love, they are in harmony, they are in peace. So why during now this present 21st century, why there should be conflict between these two, group of people? There is no point in, having conflicts, fights among these two group of people. Hallelujah. Kama ambavyo inaeleza kumbukumbu ya Muhammad katika Qurani ni kwamba amezaliwa miaka sikumbuki ametaja mwaka gani, lakini amesema miaka kadhaa baada ya Yesu. Na wale wote walioandika kumbukumbu ya Muhammad ndani ya Qurani walifanya haki kwa jinsi walivyoona ni sawa, wakamwandika Yesu mara 25 ndani ya Qurani, na mara 4 tu ndio wakamwandika Muhammad ndani ya Qurani. Sasa ugomvi au tofauti zinatokea wapi leo katika kizazi cha karne 21,
wakati wale waliotutangulia walioandika kitabu walimwandika Muhammad mara 4, wakati Yesu wamemwandika mara 25. Hatupasi kuweka hizo tofauti, kwa kuwa wale waliotutangulia walijua ndiye mjumbe wa amani kwa walimwengu. Hallelujah. So those who are motivated, they can see our teaching videos where I'm quoting the verse of Quran number, the chapter number and the verse number. I am quoting there where all the name of Jesus is mentioned more than 25 times, and the name of Prophet Muhammad is mentioned around 4 times. All those things are there in our video teaching. I encourage you to see those videos for your own spiritual growth and to come to a unity among the diversity, stopping all conflicts, all fights, all such kind of misunderstanding between 2 groups of people. Hallelujah. Kwa wale ambao watapenda kujua na kuelewa zaidi, kama nilivyotangulia kusema kwamba wanaweza wakafuatilia video hizo katika mtandao ambapo nimefundisha, na mle ndani nimeweka sura zile zilizoandikwa zikimtaja Yesu mara 25 katika Qur'ani, wakati zinamtaja mara 4 tu Mtume Muhammad katika kitabu cha Qur'ani. Kwa hiyo na haya yamefanyika na hao waliotutangulia ili kutokuweka tofauti au mgawanyo wao wote, lakini wakukubali kwamba Yesu ndiye mjumbe wa amani ambaye ameandikwa mara idadi kadha ndani ya Qur'ani, ili leo katika kizazi hiki tusiwe na tofauti ambazo tunaweza kuziona leo. Hallelujah. Okay, now come to the Hindu mythology. I am quoting the verses from Hindu Vedas. The Hindu Vedas, there are 4 Vedas in Hindu. That is the fundamental book of Hindu mythology. As we have Bible, Islamic, our fellow brothers have Quran, and Hindus, our fellow brothers, fellow global citizens, are based on 4 Vedas, that is called Rig Veda, number 2 Atharvaveda, Yajurveda, Samveda. So in Rig Veda, one of the fundamental book of Hinduism, it is mentioned very clearly about the birth of Jesus Christ from Virgin Mary. So where is the dispute? Where is the misunderstanding? Hindu global citizen also acknowledge about the birth of Jesus Christ through Virgin Mary, and they say, Esa Masiha Nama. It means we worship Jesus Christ, the Savior. Glory to God. Hallelujah. Katika imani ya Kihindu, majira ya mwaka wameyagawanya katika migawanyo 4. Na katika migawanyo 4 katika ulimwengu, kwa kadiri ya au kwa kulingana na imani ya Kihindu, majira au sehemu moja ya 4 katika majira hayo nimewekwa maalum kwa ajili ya kutambua kuzaliwa kwa Yesu Kristo na Bikira Maria, na hivyo ndani katika kipindi hicho wanaonesha na kufanya ibada wakisema, sisi tunamwabudu Yesu Kristo kama mjumbe wa amani ambaye Mungu amemleta kwetu wanadamu, akazaliwa na Bikira Maria. Hallelujah. And as in book of John, 3rd chapter, 16th verse, which says about, for God has so loved the world that he has given his begotten Son, so that whosoever shall believeth in him shall not perish, but shall have everlasting life. This verse, which is in Bible, is mentioned repeatedly in Hindu mythology. I have come from a Hindu background. I have come from a Hindu Brahmin, the Hindu temple priest family. And when I read that thing, that has led me to read more and more about the Bible. And I started reading Bible when I was studying in my higher college. And I've understood the whole truth. I've understood the whole gospel. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.
kama tunavyoweza kusoma katika Biblia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 mstari ule wa 16 ikieleza kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima. Hivyo hivyo katika kitabu hicho cha Wahindu yameandikwa mara nyingi sana ya kuthibitisha kwamba Wahindu wanamtafuta na kumkubali Yesu. Kwa sababu mimi mwenyewe naeleza, kwa maana mimi nimezaliwa katika Uhindu na mimi ni mmojawapo wa ukuhani, uzao wa ukuhani katika Uhindu. Kwa hiyo niliposoma mistari hii katika kitabu cha Wahindi nikaona kwamba acha nijifunze zaidi sana juu ya huyu Yesu ambaye ametajwa ndani ya Uhindu. Na kwa hiyo baada ya kumtafuta sana huyu Yesu, ndio Yesu amenibadilisha, amenifanya kama hivi nilivyo, kwamba namkubali Yesu na kumwamini kabisa. Hallelujah. So there is no dispute between this theological doctrine of Hindu mythology and of Quran and of Bible, all correlated to each other. So why there should be fight? Why there should be conflict? Let them all read their own scripture and come to an understanding to love our neighbor as we love ourselves, love our neighborhood, love our neighboring village, love our neighboring state, love our neighboring country, which is mandatory to make our own country in peaceful condition, to bring peace and harmony in our own country, to make our own country sustainable, developed, and the stronger nation in the world. That is our main focus. Glory to God. Hallelujah. Katika maandiko ya Kikristo, maandiko ya Kiislamu pamoja na maandiko ya Kihindu, hakuna andiko au fundisho linaloeleza uadui kati ya Uislamu, Ukristo au Uhindu kuonesha kwamba sisi tuko tofauti. Lakini yote yanataja amani, yanamtaja huyo Mungu, yanamtaja huyo Yesu. Na kwa sababu hiyo katika kizazi hiki cha kwetu, katika karne hii, yanapaswa kuwa na nia moja na kuja pamoja kama hivyo vitabu vinavyoeleza kwamba vinamtaja Mungu mmoja anayeleta amani. Tuje kwa pamoja katika nia moja ili tujenge taifa au tujenge jamii au tujenge ulimwengu au dunia yenye nguvu katika nia moja ya amani. Hallelujah. So this is our responsibility as the citizen of a nation, a particular country. Maybe as you all are from Tanzania, from Burundi, from Uganda, from Kenya, from other countries also. Yes, you all have joined now. Our main focus, let us be united with one mind, and as per the scripture as I have quoted from Bible, the verses I have quoted from Quran, and also the verses I have quoted from Hindu Vedas, which is talking about, the Creator, which is talking about the peace, love, and harmony among all of us. We have to understand that we are on this earth planet for a common cause to make our country sustainable, developed, and strong nation. Glory to God. Hallelujah. Before I translate, I would like Doctor to remember you have just a short time to come that our program will be shut down. So okay. Would like after translation, I will ask you to pray for us so that we can continue with the other programs. Okay. Maandiko yanaeleza kwamba hili ni jukumu letu sisi wa ulimwengu baada ya kutambua kwamba vitabu vya Qur'ani, Biblia na vya Kihindi vinahimiza amani, vinahimiza juu ya Mungu mmoja, vinahimiza juu ya injili ya amani ya kumkubali Yesu. Ni jukumu letu kwa katika nia moja kulingana na vitabu hivyo kuja pamoja na kujenga kitu chenye nia moja kitakachotuletea amani ili tuweze kuukaa ulimwengu au kuikalia dunia hii katika hali ya amani na utulivu
ambayo Mungu alikusudia kwetu sisi wanadamu. Hallelujah. So try to listen to all our teaching videos about the comparative study between Quran, Bible and Hinduism. You'll understand more. So I would like to conclude over here with a peace greetings to every one of you. I am coming on 4th of December and we'll have fellowship with you all from 4th of December till 13th of December. I will be also with you all on the Independence Day of Tanzania on 9th of December. A great day, historical day. Our Bishop Borton is making all arrangement for me to be in the Independence Day celebration to commemorate Independence Day, which Tanzania got the independence in the year 1961. It's a great day. And on the 10th of December is the Human Rights, United Nations Human Rights International Day. So we will be also commemorating the 10th of December with you all. God bless you. God bless you. Peace greeting to all. Thank you, thank you, thank you. Amen. Nashukuru sana kwa kunisikiliza nyote ambao mmenisikia, na ninashukuru kwa sababu ninategemea kuja katika siku hii ya mwisho ambayo tutakuwepo hapo, lakini kwa Tanzania najua kati ya tarehe 9 kutakuwa ni siku kubwa na siku ya kipekee katika nchi, na naamini kwamba askofu au mwenyekiti Barton aliyeka hapo ataniunganisha ili niweze kuwa katika siku hiyo ya sherehe, ingawaje na kesho yake tarehe 10 kuna sherehe tofauti huku nchini kwetu India. Kwa hiyo ninawapenda sana, asanteni sana, Mungu awabariki. Amenyosha mkono kabisa kuonyesha kwamba anakubali na anafurahi wakati yetu katika kipindi hiki ambacho amekuwa nacho. Hallelujah. If time permits, read book of Colossians, first chapter 16th to 20th verse, if time permits. Otherwise, just pray and conclude this session. Kama muda utakubali, amesema nisome katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka 21, na kwa sababu nakimbizana na Colossians, book of Colossians 1:16 and 20. Two verses enough, 16 and 20. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16. Biblia inasema 16, anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote kwa kuwa, ninasoma sawa 16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, na vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au sultani au enzi au mamlaka au vitu vyote na vitu vyote hushirikiana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani katika cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba, na kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo duniani. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa. Hallelujah. Glory to God. So the creator of all the seen and unseen thing, all the planet is who? Jesus Christ is the creator. Glory to God. He is the creator of the whole universe, this earth planet, creator of me and you all. Glory, glory, glory to God. Thank you, thank you. God bless you. God of peace and love bless you. I am thankful to our Bishop Burton, who is working very hard, for arranging all these things along with Bishop Mausa, the whole team. I salute Bishop Burton. I'm really thankful to you and the whole team. Thank you very much. Thank you, Bishop, and welcome in our country. Tanzania is a peace land. Tanzania, there's no any COVID-19.
glory of God will cover our country. So be happy to come and to visit our country, and may you be arranged to attend independent 60 years independent countries. Government will be agreed to attend. So don't worry, please welcome. Thank you. Thank you very much. I'm all prepared to come on 10th. Sorry, come on 4th. Okay. Come on 4th December. I'm coming on 4th Yes. December. Yes. God bless, please. God bless. Amen. Hallelujah. Jamani, funga basi onekane kabisa. Hallelujah. Mungu abariki sana. I love you. God loves you all. I love you. God We love loves you. you too. We love you too. Vigelegele jamani, vigelegele. Ongeza kasauti ka vigelegele. Hallelujah. Thank you. You are blessed, His Eminence. You're welcome. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu. Unajua wenzetu wanaamini sana huko duniani kwamba Tanzania tuna corona. Sisi wa Tanzania hatuamini kama kuna. Kwa hiyo tuna jambo la kuwapandikiza imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ambayo alitupandikiza mzee wetu na rais wetu